Ninakutunuku shahada ya uzamili katika mipango, ufuatiliaji na tathmini ya miradi. Tunuku shahada ya uzamili katika mipango, ufuatiliaji na Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, ninatambua mchango wa baraza lako katika kusimamia chuo kutekeleza maelekezo ya serikali. Mojawapo ni dhana ya umataifishaji wa shughuli za vyuo vya elimu ya juu, ambayo ni maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimeambiwa chuo kinapiga hatua nzuri katika umataifishaji, ukifanya chuo hiki kitoe wahitimu ambao wanakidhi vigezo vya kimataifa. Tunafahamu wahitimu hawa pamoja na kwamba bado hamkidhi mahitaji ya kitaifa, lakini ili wawe na sifa za kuajiriwa kwingineko duniani, lazima dhana hii muipa kipaumbele kama ambavyo mmeendelea kuipa. Hongereni sana. Kwa kufanya hivyo, mnatekeleza kwa vitendo maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutaka vyuo vyote vya elimu ya juu na kati hapa nchini kuwa na hadhi ya kimataifa. Ndugu mwenyekiti wa baraza la uongozi wa chuo, kwa muktadha huo, ninapenda kuahidi kuwa serikali itaendelea kukipa ushirikiano chuo cha mipango ya maendeleo vijijini ili kiwe kitovu cha mawazo ya kimkakati katika maendeleo ya taifa. Ni imani ya Wizara ya Fedha kuwa kupitia ajenda ya umataifishaji, chuo kitatumia kituo cha mafunzo kanda ya Ziwa Mwanza kama eneo la kimkakati kutoa huduma shindani zitakazofanya kuwa kivutio sio tu kwa mikoa ya kanda ya Ziwa pekee, bali kwa nchi za maziwa makuu kutumia huduma zinazotolewa na chuo hiki na kituo hiki. Kama nimetoa shukrani katika lugha ya kwanza ya mahafali kwa Dodoma, ninaomba niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kupatia fedha za maendeleo. Tumeendelea kupokea kwa wakati fedha za maendeleo kwa ajili ya miradi ya maendeleo inayojengwa kwa kasi katika chuo chetu. Nafikiri Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe mwenyewe umeweza kujionea kasi ya maendeleo katika chuo chetu na hasa katika kampasi hii ya kituo cha mafunzo cha kanda ya Ziwa Mwanza. Uanzishaji wa kituo cha mafunzo cha kanda ya Ziwa Mwanza ulifuatia sheria ya Bunge sura 174 ilianzisha chuo cha mipango ya maendeleo vijijini, na imeainisha bayana kuwa chuo kianzisha vituo vya mafunzo katika kanda mbalimbali Tanzania. Ninapenda kutaarifu kuwa miaka 14 iliyopita, kwa mara ya kwanza tangu chuo kuanzishwa, tulianzisha kituo cha kanda ya Ziwa hapa Mwanza. Mafanikio yake yamekuwa makubwa mno katika miundombinu, katika elimu shindani inayotoa kwa wahitimu wanaofanya vizuri katika utumishi wa umma na sekta binafsi. Lakini pia kituo kimeweza kugusa maisha ya wananchi wengi, si hapa tu mikoa ya kanda ya Ziwa tu, bali pia mikoa ya Tanga, mikoa ya Pwani, mikoa ya Dodoma na visiwa vya Zanzibar kule Unguja na Pemba, lakini mkoa wa Mara, mkoa wa Geita pamoja na maeneo mbalimbali ambayo kwa namna pekee kituo hiki cha mafunzo cha kanda ya Ziwa Mwanza kimeweza kugusa maendeleo ya wananchi wa maeneo hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati wa uzinduzi wa kituo hiki cha mafunzo mnamo tarehe 17 Agosti 2024, mgeni rasmi alitoa maagizo mbalimbali kwa chuo. Mojawapo ya agizo lilikuwa ni kuanzisha kituo cha umahiri, yani Center of Excellence, kwa ajili ya wanafunzi. Mgeni rasmi alisema, na mimi nanukuu, chuo kuanzisha kituo cha umahiri, yani Center of Excellence, kwa ajili ya jukwaa la wanafunzi kuonesha umahiri wao katika nyanja mbalimbali zinazoendana na dhana ya maendeleo vijijini. Hii saidia sana baadaye
wanafunzi kutoa mchango sahihi katika maendeleo yao binafsi, lakini pamoja na jamii inayozunguka chuo, jamii zao na taifa kwa ujumla. Mwisho kwa kunukuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninao heshima kutaarifu kuwa baraza la uongozi wa chuo kupitia management ya chuo tumetekeleza agizo hili kwa wakati, na hivyo mnamo tarehe 29 Agosti 2025 chuo kimefanikiwa kuanzisha kituo cha ubunifu na ujasiriamali cha chuo cha mipango na maendeleo vijijini, yaani Mipango Entrepreneurship and Innovation Center maarufu kama MEI, kama ambavyo ilielezwa na mkuu wa chuo. Wahitimu hawa walioko mbele yako leo wakiwa wanafunzi walipelekwa katika mafunzo kwa vitendo kama ifuatavyo. Moja, wanafunzi wa stashahada walifanya mafunzo kwa vitendo katika vijiji vya Nyehunge, Nyantakubwa na Kasungamile ya wilaya ya Sengerema. Katika mafunzo haya, wanafunzi hawa walitengeneza mpango wa maendeleo ya vijiji hivi. Wanafunzi wa stashahada walifanya mafunzo kwa vitendo katika kata Nyantakubwa na Nyehunge katika wilaya ya Sengerema. Wanafunzi hawa walitengeneza wasifu wa kiuchumi na kijamii wa kata hizi. Tatu, wanafunzi wa shahada ya kwanza walifanya mafunzo kwa vitendo wilaya ya Magu mkoani Mwanza. Wanafunzi hawa walitengeneza wasifu wa kiuchumi na kijamii wa wilaya ya Magu. Na nne, wanafunzi wa shahada ya umahiri masters walifanya mafunzo kwa vitendo wilaya ya Bunda, ambapo walitengeneza mpango mkakati wa wilaya hiyo. Sita, Mheshimiwa mgeni rasmi, kufuatia kuanzishwa kwa kituo cha ubunifu na ujasiriamali, yaani Mipango Entrepreneurship Innovation Center MEI, jumla ya vijana 540 wamepatiwa mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali kwa njia ya mtandao juu ya uandaaji wa mradi ya kubunifu kutoka shirika la Junior Achievement Africa JA Africa. Baada ya mafunzo haya, makundi ya vijana hawa waliingia kwenye kinyang'anyiro na kutafuta maandiko bora yaliyoshindanishwa vijana wa taasisi za elimu ya juu nchini kwa ajili ya uendelevu. Naitwa Matthew Paul Makala, ni mhitimu wa shahada ya udhamili katika chuo cha mipango vijijini. Mgeni rasmi kaongea mambo mengi, lakini kikubwa zaidi ni kuwa tunaenda kudeliver vipi taaluma, maarifa tuliyopata hapa. Hotuba ya mgeni rasmi kwa kweli imetutia moyo, imegusa vijana kuonyesha kuwa ni uti wa mgongo wa taifa hili. Kwa hiyo ametupa moyo pia kuwa elimu tuliyopata, maarifa tuliyopata hapa tuyapeleke ngazi ya taifa, ngazi ya kijiji, ngazi ya mtaa. Hata huko wengine tunatoka makazini haya maarifa tukafanyie kazi katika sekta zetu tunakotoka huko. Kwa majina naitwa Ndudula Abdurrahmani Mwaluko, ni mhitimu wa shahada ya umahiri katika mipango, ufuatiliaji na tathmini. Nimehitimu chuo cha mipango vijijini. Kwa kupitia hotuba ya mgeni rasmi atusisitiza kazi, sisi kama vijana wengi tumehitimu na vijana ndio nguvu ya taifa. Kwa hiyo vijana tunahitajika tujenge taifa letu. Lakini pia tukiangalia kwa eneo la mipango na tathmini, hakuna kitu chochote ambacho kinafanyika bila mipango. Tunatakiwa tupange, lakini pia tutathmini wapi tunatoka, wapi tunaenda na nini kinapatikana. Kwa hiyo kama taifa linatuhitaji sisi vijana ambao tumesoma mipango na tathmini, tufanye tathmini ili tujue tumetoka wapi, tuko wapi na nini tunakihitaji. Lakini pia cha kuongezea, nijipongeze, sisi wanawake tumekuwa wengi kwa siku ya leo kwenye kuhitimu. 70% ni wanawake ambao tumehitimu hapa leo. Hii ni Tanzania Habari.